kiziwi, kipofu anaweza kusoma, anaweza kusoma maandiko, lakini neno anaweza kulizuia. Neno ni uhai, neno la Mungu ni uhai, neno la Mungu halizuiliwi. Leo nazungumza hapa, juzi nilizungumza kidogo, nikasema kelele ya mchungaji wako, kelele ya mama mchungaji wako anapolisema neno la Mungu hapa madhabahuni, ukiipuuza inageuka kuwa laana kwenye maisha. Kwa namna hii kelele ninazozipiga hapa sio salama, umri wako wa kuishi unapungua, maana ni mwili natumia. Mungu ameupanda huu mwili utumike. Usisahau wakati dhambi ya mwanadamu imekithiri, Mungu amekasirika. Sasa anasema kuanzia sasa huyu mwanadamu miaka yake itakuwa 120. Ndio mwanzo, kwa mara ya kwanza miaka ya mwanadamu inapunguzwa, itakuwa miaka 120. Sasa hizi Biblia hiyo hiyo inasema miaka ya mwanadamu ni mingapi? 70 mpaka 80. Inazidi kupungua. Sijui kizazi cha tatu utakuwa naishi miaka mingapi. Dar es Salaam mtu akiishi kwenye ndoa miaka 3 anapongezwa. Miaka 3. Miaka 3. Miaka 3, si mtoto akizaliwa bado ananyonya. Miaka 3 wanapongezwa miaka 3. Baba yangu na mama yangu wameishi umri wangu huu na huo, hawajawahi jaribu. Jana nimesema anayetelekeza familia yake kwa makusudi kufana afya, maana hana faida kwenye hii dunia. Tumesema uumbaji wa Mungu unaendelea kwa namna nyingine kupitia binadamu, watoto wanazaliwa. Haleluya. Sasa kama Mungu amekuamini, ameleta watoto kwako, wewe unawaacha. Kwa Mungu ana makosa kwamba uumbaji wangu uendelee kupitia hawa, alafu kati yao ile wanasema nini, family plan, wawili mmeelewana, mle mtuzae watoto wangapi? Wale watoto wamezaliwa 1000 lina mroho, hawajawahi kurudi, hawajairudi. Nasikia njoo nimechukua maiti yenu. Wewe unafikiri naye kuwa amemwondoa huyo mtu ni nani? Sijawahi kuacha watoto wangu hata sekunde, na sehemu nyingi za kwenda. Mimi nina akili, naweza nikasema kafirika haka, nimetembea kidogo, nina ufahamu mpana sana, maana nimekutana na watu wengi kwenye dunia hii, hasa Afrika nizungumze hivi, wengi. Lakini watoto wamenikamata, na wamenikamata kweli kweli, maana ninalijua jukumu. Mungu ameniamini, amenipa hawa watoto. Bahati mbaya kama hauna watoto huko mwaka wa 5 wa 6 kwenye ndoa yako, unajua sababu? Wewe mzembe. Lakini sisemi mzembe, ni kwamba neno la Mungu bado hujaliona. Mungu anakuhitaji sana, na hakuna mtu ana thamani kubwa kuliko mwingine, wote ni sawa. Kwa nini hajakupa watoto? Kumbe kuna mtoto amezaliwa Ifisi, mama amefariki, kamchukua yule, ndio wako wako. Kuna mama amejifungua mtoto Meta, amefariki, wewe ndio mama yake, wewe ndio baba yake. Kamchukua yule mtoto, ishi naye mwaka wa kwanza, wa pili, wa 3, wa 4, wa 5. Muulize Mungu, sijaweza, nipe wa kwangu basi. Haleluya, haleluya. Biblia hapo ndio utege masikio sana, tega masikio sana. Biblia imeandikwa katika mafungu. Kwanza ina misingi 8, na misingi 8 ndio ufunguo wa maisha ya kila mwanadamu. Halo, misingi 8. Nataka wewe urekebishe pale unaposema Biblia ni msitu mnene. Hilo neno uache kulizungumza kuanzia sasa, uache kusema Biblia ni kitu kidogo sana.
ila chenye utukufu mwingi. Ukifundisha leo somo hilo, kesho utafundisha hivyo. Somo hivyo lakini utafundisha hivyo. Lina uvuvio wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Amen. Biblia nzima ina vitabu 66. Hivyo vitabu 66 ndivyo vinavyokuchanganya wewe. Unasema Zaburi ina vitabu 150. Utasoma vyote kweli? Achana na hivyo vyote. Nataka nikurahisishie leo. Kuna kamstari ukikasoma na umesoma Biblia yote. Yote. Kasi mpeni maiki njoo baba. Kuna sehemu nataka nisomee kidogo. Kuna sehemu nataka nisomee kidogo. Haleluya. Andaa kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa mwisho 31. Mwanzo, usome kwanza. Nielezee kwanza. Usisome kwanza. Nataka nikufundishe kitu leo. Haleluya. Biblia ina kamstari haka. Yote hii vitabu vyote 66 vina kamstari haka kamoja. Nataka uniambie kwa nini unasema ni msitu mnene? Vina kamstari kamoja. Maswali juzi nilitamani kuulizwa maswali. Sijaona mtu mwenye maswali. Kuna namna mbili. Ameelewa au hajaelewa kabisa. Hamujaelewa kabisa. Utanielewa sasa. Biblia nzima ina sura hiyo moja tu. Sura ya pili unagusa kidogo mstari wa kwanza mpaka wa 4. Biblia yote iko pale. Kila utakachokisoma mbele ulishakisoma hapa. Nakupa ufunguo wa kuielewa Biblia. Biblia nzima ina kitabu kimoja tu. Mwanzo sura ya kwanza unasoma yote mpaka mwisho. Unaenda Mwanzo sura ya pili unasoma mstari wa kwanza mpaka wa 4. Umesoma Biblia yote. Anko, Mwanzo sura ya kwanza mstari wa mwisho kabisa 31. Musikilize vizuri hapo. Yaani Biblia achana nayo, maana hautanielewa. Musikilize. Sasa kwa nisikilize. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 4. Wa mwisho, Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 31. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 31, yaani wa mwisho kabisa. Usikilize vizuri. Imeandikwa, Mungu akaona kila kitu alichokifanya na tazama ni chema sana. Mungu akaona kila kitu alichokifanya na tazama ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya sita. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya sita. Anasema kila alichokifanya ni chema sana. Ikawa asubuhi, ikawa jioni, siku ya ngapi? Ya sita. Si ndio siku aliyomaliza uumbaji? Sasa bado hapajaisha. Hapa ukurasa hujafungwa hapa. Twende sura ya pili. Anza mstari wa kwanza mpaka wa 4. Usikilize vizuri hapa. Imeandikwa, basi mbingu na nchi zikamalizika. Basi mbingu na nchi zikamalizika. Na jeshi lake lote. Na jeshi lake lote. Na siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake. Na siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Akastarehe siku ya 7. Akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Akastarehe siku ya 7, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibariki siku ya 7. Mungu akaibariki siku ya 7. Akaitakasa. Akaitakasa. Kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe. Kwa sababu katika siku hiyo ya 7 Mungu alistarehe. Hivi kustarehe, si nimefanya kazi yangu yote nimeshamaliza. Nastarehe sasa. Soma mstari wa ngapi? Wa 4. Akaacha kufanya. Sikiza kwanza. Sikiza kwa ngapi huyo? Wa 4. Sasa huo wa 4 ndio unaofunga Biblia. Walimu wa Sunday school, mnisikilize vizuri hapa. Huo wa 4 ndio unaofunga Biblia. Ile swali la juzi mama yule ameniuliza, halikuwa na umalizio mzuri kulingana na huko hatukufika. Soma wa 4 ambao ndio wa mwisho unaofunga Biblia. Usome huo wa 4. Maana imeandikwa, hivyo ndivyo vizazi vya mbingu na nchi vilivyoumbwa. Zilipoumbwa. Hivyo ndivyo vizazi vya mbingu na nchi zilipoumbwa. Siku ile Bwana Mungu alipoziumba mbingu na nchi. Amen. Siku ile Bwana Mungu alipoziumba
mbingu na nchi. Hivyo ndivyo vizazi vya, yaani inahitimisha. Kuna kinachoendelea hapa. Sasa unaposoma mbele unavikutoa vipi? Ni msitu mnene. Sasa nataka nikuelekeze hapa tuliposoma kuanzia Mwanzo 1 mpaka Mwanzo 2 mstari wa 4 ni ufupisho wa Biblia nzima. Yaani tunasema yali